Tukiwaza sana mimi kwa usiku wangu wa kwanza kaburi, mimi sijui utakuwaje. Siku ya kwanza ambao kwamba nimekufa nimeletwa katika eneo hili. Tumeshazika watu 267 ambao hawa ni watu ambao wazima. Watoto wadogo nimezika watoto 97. Siku hii ya leo kwenye majukumu yangu, ratiba inanionyesha kwenda mkoani Kilimanjaro kwa ajili ya kwenda kuonana na mhifadhi makaburi. Lakini baada ya kufika hapa Moshi mkoani Kilimanjaro, nilipita kwenye kituo cha mafuta cha Total Energies kwa ajili ya kuweka mafuta, na safari yangu inaanza kuelekea katika kata ya Pasua, katika eneo ambalo yanakopatikana makaburi ya Pasua, ambako ndiko anakofanya kazi Juma Ngaina Msuya maarufu kwa jina la mhifadhi makaburi. Siku basi wanakuja watu wamevaa nguo nyeupe. Mimi naitwa Juma Ngaina Msuya almaarufu jina langu Pasua, naitwa mhifadhi wa makaburi. Ndio maana hata mabomba ya maji yameandikwa mhifadhi wa makaburi na namba zangu za simu zile pale. Kwa hiyo watu wanapoingia hapa basi wanapiga simu, mhifadhi salamu alaykum. Waalaikum salam. Mhifadhi salamu alaykum. Waalaikum salam. Tuna shida kaza kaza kaza, basi natoka na kuja eneo la makaburini. Kazi hii umesomea au? Kazi hii sijasomea. Hapana, ni jambo tu lilinikuta tu kwamba nimeamua tu kwamba kuhifadhi ya mazingira kutokana na wazazi wetu wengi walizikwa hapa, walezi, watu mbalimbali ambao maarufu walizikwa hapa. Sasa mimi kilichonifanya nije kusimamia eneo hili ni baada ya kuona uharibifu wa mazingira unafanyika. Watu wanakojoa juu ya makaburi, watu wanajisaidia haja kubwa juu ya makaburi. Palikuwa hapa ni pori kubwa sana, ni msitu. Kwa hiyo mimi nilianza kujitolea kwa kufanya shughuli hizo. Na changamoto ambayo tulikuwa tunayo sisi, kulikuwa hatuna vifaa vya kuchangia au vifaa vya kuzikia. Vifaa vile vilikuwa ni mtihani. Kwa hiyo nilianza kuwa na vifaa vyetu wenyewe, tunamiliki vifaa vyetu wenyewe vya kuzikia. Kabla sijateuliwa hapa, nilikuwa nimeshaanza utaratibu huo. Na ni baada pia ya kwamba tulikuwa tukipata msiba hapa, tunakwenda kwa mtu tunamwambia tunaomba utusaidie vifaa vya kuzikia. Yule mtu kutupa vifaa sisi inakuwa ni shida. Anakwambia mtu aliyekufa mimi simfahamu, kwa hiyo sitoi vifaa vyangu. Kwa hiyo nilianza kwa wakati mgumu sana kuchangisha vifaa. Hapa mimi silipi chochote. Ni mgeni kwa sababu ametoka kule amekuja kuhamia hapa. Kwa sababu ni mgeni yeye, anakuja kuhamia eneo ambalo hakutarajia kuja kuishi. Unalipo kiasi gani pale ambapo unachimba kaburi? Hapa mimi silipi malipo ya aina yoyote yale. Hapa mimi nachimba bure, eneo bure, vifaa bure. Silipi chochote na naingia kwenye kaburi kama jinsi unavyoniona video zangu ninazozitoa. Naingia kwenye kaburi ninachafuka, naenda mwenyewe natafuta sabuni basi. Lakini kuna familia zingine anaona kabisa kwamba huyu kafanya hichi, basi ananipa 2000, 5000, 10000. Huo mimi ndo jira wangu. Lakini sio wote wanafanya hivyo. Na sijafikia eti hatua ya kusema kwamba nakwenda labda misikitini kwenda kudai au mashena ombeni hichi na hichi, hapana. Okay. Video zako ambazo zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii sana ni video gani? Video yangu iliyosambaa zaidi mitandaoni ni video ambayo niliyokuwa nimevaa t-shirt ya rangi ya kijani na njano, yani t-shirt kama ya chama, ambayo ndio ilikuwa ile ndio attend zaidi kwa sababu nilikuwa natoa darasa jinsi marehemu anavolazwa, kwamba ataekewa dongo, anavolala na mkono wa kulia. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wajui kwamba jinsi gani mtu anavozikwa. Hata viongozi wetu wa dini hawajui mtu jinsi gani anavozikwa. Unajua, unaposoma darasa la vitendo ni darasa zuri zaidi. Kwa hiyo mimi nimekuwa nikitoa darasa la vitendo na watu wananiambia katika kazi kubwa wanayoifanya ni kutuelimisha. Kwa nini unafanya vile? Nafanya vile kwa sababu sisi dini yetu wengi hawahudhurii kwenye madarasa. Kwa hiyo niliamua kutoa elimu ile, mtu ajijue na mtu ajitambue kwamba kumbe mimi nakwenda kulala hivi, kumbe sitalala hivi. Kwa hiyo ukiona jinsi ninavyofanya pale, basi utakuwa kidogo na unamrudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya zile video kusambaa, hujapata malalamiko yeyote? Nilipata ni watu ambao kwamba wananielimisha. Wengine wananiambia bana, kazi kubwa unaifanya, lakini bana hapo ingekuwa hivi. Kwa mfano kama ile ambayo natoa kwenye maji, kwa nini maji tusiyatoe, lakini maji ukiyatoa inakuwa hivi. Lakini hakuna malalamiko zaidi ya watu kunipongeza na kuniambia bana, pole kwa kazi kubwa unayoifanya. Una miaka mingapi hapa kwenye kazi hii ya kuhifadhi haya makaburi ya Pasua?
Hapa mimi nina miaka 6, niliingia mwaka 2020 na kusimamia kwangu mimi hapa ni baada ya kuwa kuna ugomvi baina ya Waislamu na Wakristo, kwamba Waislamu wanachimba wanaingia eneo la Wakristo. Kwa hiyo ndo pakawekwa mpaka. Na kikao kilifanyika hapa cha mimi kuniteua, kwamba kikao walikuwa mtendaji wa kata, walikuwa watu mashuhuri, walikuwa watu wa kanisa, misikiti, watu wote walikusanywa hapa na madiwani viti maalum. Basi kapigwa kura, nikateuliwa mimi na mwenzangu, basi hivi ni marehemu, ameshatangulia mbele za haki. Ni vitu gani vya kutisha ambavyo umewahi kukutana navyo hapa ambavyo huwezi kuvisahau kwa kipindi chote hicho cha miaka 6 ambacho umekuwa ukifanya kazi hapa? Kwa kweli nimekutana na matukio mawili makubwa ambayo sitakaa niyasahau. Lakini na hawa marehemu sikupenda, hii familia sikupenda niitaje. Familia walikuwa hawaelewani wenyewe kwa wenyewe. Lakini pale nimechimba kaburi, nimemaliza mwanandani, kwa sababu mimi nikijipima wewe utaenea tu. Yaani mimi nikijipima mimi ndo mrefu. Hata ufanyaje, kwa hiyo hapa mimi najua jinsi kipimo cha huyu kinakuwa hivi. Basi baada ya kuchimba ile kaburi, nikachimba mwanandani mzuri kabisa, huyu marehemu hapa anaingia. Nikaweka na mbao nikapima kama jinsi unavyoona kwenye video nikapima. Lakini cha ajabu kilichokuja kusikitisha ni kwamba marehemu wakati analetwa, ndugu anatumbukia kwenye kaburi, ule mwanandani ulipanuka zaidi. Nikajiuliza kwa nini. Ustazi wangu mmoja anaitwa Ustazi Kheri aliniambia tumbukia ngaina kwenye kaburi. Na mara nyingi mashehe wanapokuja hapa wananiambia ingia wewe, kwa sababu ndo mhifadhi wa ile eneo, ingia. Basi niteremka kwenye kaburi, kufika pale kitu nilichokiona baada ya Ustazi Heri kumwambia yule bwana mwenye sababu na marehemu, alitumia methali, mwenye sababu na marehemu apande juu. Basi mjomba wake na marehemu alipanda juu, mimi nikateremka kwenye kaburi, ule mwanandani ukarudi, kaburi likawa sawa. Hicho ndo kikubwa ambacho ninachokikumbuka. Kingine ambacho nilichokutana nacho ni nyoka. Wakati tunachimba mwanandani ule, kuna mzee mmoja alifariki, alikuwa anafanya kazi, tunazika, tumeshaika mbao zile kwenye kaburi, basi natoa zile mbao, naona nyoka mweusi yuko kwenye kaburi. Watu wakasema muweni. Alikuwa bwana mmoja Msabato, akasema hapana, msimuue, mwacheni huyo nyoka. Nikafikia zile mbao, marehemu alivyoletwa yule nyoka hakuonekana. Baadaye tukafikia, hatujajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uko anaendelea na nini. Nyoka alitokea chini. Wakati tunachimba mwanandani ule, wakati nafunika sasa zile mbao, kupima zile mbao, kwa sababu lazima tuseti zile mbao. Je, hawa wanakuja kuzika wakimteremsha marehemu pale, hizi mbao zinainginea? Basi ndo hapo nyoka alipokuwa ametokea. Hilo ndo tukio ambalo nakumbuka, matukio mawili. Nyoka alikuwa ana urefu gani? Alikuwa sio mkubwa sana, yani tuseme kama futi moja tu. Kiutaratibu, kwa uzoefu wako, nyoka huwa anakaa chini? Hapana. Sijafanya utafiti sana, lakini sijawahi kuonaga nyoka anakaa chini ya ardhi, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye anatukumbusha mengi. Kwa nini nyoka ametokea kwenye kaburi? Kwa sababu gani? Mimi niliona jambo la ajabu sana. Bana mwandishi bana, mimi hapa bana, mambo ni matatu makubwa sana au mambo manne. Jambo la kwanza, uzinifu. Hapa wamekuwa watu wanakuja kufanya uzinifu. Kuna lile tairi pale unaloliona, lile tairi pale mtu pale ndo anakuja pale, watu wanafanya mapenzi pale. Ukiacha zaidi kwenye misalaba, kwenye makaburi ya Waislamu, tukio ni kwamba ni uzinifu mkubwa. Kwa hiyo mimi usiku, mimi saa 8 saa 9 niko hapa, huwa navaa nguo zangu nyeusi, na kama hali nimejitega, basi mtu anakuja anafanya zina zake, anamaliza na pia umeshamaliza. Kwa hiyo anakimbia. Nimeshachua sendro nyingi sana, nimeshachua kanga nyingi sana. Kwa hiyo mimi naokota, napeleka, na mpaka nilikuwa nafikia hatua napita vijiweni, naambia jamani, mtu yoyote mke wake ambaye amerudi nyumbani hana sendo aje nyumbani kwangu, sendo zipo. Kwa hiyo uzinifu. Kitu kingine ni ushirikina. Watu wanakuja kuchukua udongo wa kaburi, wanakwenda wanafanya ushirikina wao. Kitu kingine kwamba siku ile tunazika, mtu analetwa hapa, mtu anakuja saa 2 saa 3 usiku, anachukua udongo wa kaburi. Ukimuuliza sababu nini, hana la kujibu. Lakini cha ajabu, tukipeleka huyu mtu polisi wanakuambia nchi yetu haiamini ushirikina. Kwa hiyo tunakuwa tumeishia hapo. Lakini mwanzo nilivyoanza ilikuwa na wakati mgumu. Lakini sasa hivi nimepata heshima kubwa sana. Kila ninapopita watoto wadogo kama hawa wanakuambia muhifadhi. Lakini cha ajabu kilichotokea, nikipita huko mtaani, akifa mtu, na bwana Juma Ngaina alipita eneo hili, mtoto akikataa kula chakula, mamake anamwambia nampigia muhifadhi aje hapa ili akuchukua kupeleke makaburi. Kwa hiyo mtoto anakula. Ulishawahi kuhusishwa na mambo ya kishirikina kwenye baadhi ya watu ambao huwa wanafariki? Tulishaona hiyo wanaongea.
Kwa hiyo nyumba mimi naishi, wewe ni hata kama ukiingia pata saa 8 za usiku, mimi dirisha ninalokaa kwamba naona. Kwa hiyo pale mtu pale anapokuja kufanya uharibifu wake hapa, basi mimi ni wa kwanza anakuwa nimeshajitokeza. Kwa hiyo huna kazi nyingine zaidi ya makaburi? Mimi kwa kweli najishughulisha zaidi, lakini sio yani kwa msimu tu mdogo. Mimi ni mkulima mdogo kwamba nalima mboga kwamba majani ya kunde, bamia, choroko, kunde. Hicho mimi ndo kinachonishughulisha. Lakini sina kazi nyingine yoyote zaidi ya hii ya kustiri watu. Bili inapokuja huwa ya makaburini hapa, haya maji yanatoka Muhasa. Kwa hiyo bili inapokuja mimi narusha kwenye namba za watu kwamba bili imekuja kiasi kadhaa, basi yule ambaye ana uwezo kuchangia anachangia. Kwa hiyo yule ambaye ana uwezo basi tunakwenda hivyo mpaka tunalipa bili ya maji. Na watu wamekuwa wakichangia zaidi katika namba yangu kwenye control number, watu wanafanya hilo. Kwa namba zangu zozote zile zinapokea simu, ila namba ya 0778976417 inapokea. Na nyingine ni 0749771179, nayo hiyo inapokea. Lakini pia cha msingi tu kwamba ili eneo nimekuambia ni eneo la serikali. Na historia yake hapa ilianza mwaka 1964, lilikuwa ni eneo la mtu binafsi. Ndani ya miaka 6 toka nimeingia hapa kuhifadhi ile eneo au kuwa msimamizi wa ile eneo hapa, kuanzia mwaka 2020 mpaka leo mwaka 2026 nimeshazika watu 267, ambao hawa ni watu ambao wazima. Watoto wadogo nimezika watoto 97. Tumesikia pale ulisema kuna ndoto unaziota usiku, kuna watu wamevaa manguo meupe. Yaani huwa mara nyingi sana napokuwa kwamba nimelala usiku, basi wanakuja watu wamevaa nguo nyeupe. Wale watu wanakuwa yani wanagombania mlango wangu kuingia. Kwa hiyo mimi nashtuka, wanasema kwamba tunasikia njaa. Naambia njaa gani? Basi mimi huwa usiku naamka, nachukua udhu, nakaa barazani kwangu, nasoma Ayatul Kursi 41, namuomba Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Ayatul Kursi Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba ina maana kubwa sana, dua kubwa sana. Basi mimi naomba mpaka ninamaliza zile, naingia zangu kulala. Na ninapomaliza kile kisomo, basi wale watu siwaoni tena, lakini wanakuja wamevaa nguo nyeupe, lakini sura sizijui. Pamoja kuwa mimi ni mhifadhi wa ile eneo ambalo liko kata ya Pasua na Boma Mbuzi, lakini pia na mimi nimetenga eneo langu ambalo ni hili hapa. Hili ndio eneo langu mimi na familia yangu, mke wangu pamoja na watoto. Hili ndio eneo letu, tumelitenga katika eneo hili. Na mimi sikai mbali na makaburi, niko jirani hapa. Kwa hiyo kwa sababu mimi nahifadhi wenzangu na mimi nitakuja kuhifadhiwa, basi tenga eneo langu hili hapa. Kwa sababu na mimi ninajitambua kwamba na mimi ni mwanadamu, wenzangu walitangulia, na mimi kwa nini na mimi sitangulie? Kwa hiyo ndio maana nimeamua kutenga eneo hilo. Kwa sababu nimeona kwamba mimi mhifadhi wa makaburi, heshima kubwa, napaswa kuzikwa chini ya mti. Kwa nini nizikwe kwenye jua kali? Nikaona acha nijitengee hapa. Nimejichagulia, nimejipendelea, ngoja nizikiwe hapa. Na kama watu wanasema kwamba mimi nakaa makaburini, nalala makaburini, sio sahihi. Mimi nakaa jirani na makaburi, nyumba unayoiona pale iko jirani na makaburi. Ndio maana watu wanapoingia tu, basi wanapotaka kufanya ushirikina, mimi nawaona.